mkurugenzi, alafu yeye atawasambazia. Amen. Lakini neno ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu muda huu tujifunze na tupate muda wa kuomba, ni nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na maombi, maisha ya maombi. Amen. Na ukiwa tu umekaa hivyo, najua neno limeombewa, ila nataka ujiombee. Hiyo inakusaidia kujijengea utayari. Jiombee, mwambie Mungu, niko tayari kwa kile ambacho umekusudia kwenye maisha yangu. Kila mmoja jiombee kwa kumaanisha. Akisha unaomba kwa kumaanisha. Baba Mungu, tunakushukuru. Watu waliokoka waombi kimya kimya, wanatoa sauti. Raposhikata. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa siku ya leo uliyotupatia. Tuko mbele zako kujifunza, lakini pia kupokea Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa maombi, roho wa neema na kuomba. Tunajikabidhi saa hii mikononi mwako. Ibada hii Mungu, muda ulioko mbele yetu, ukatuhudumie kwa neno lako, ukatuhudumie kwa nguvu zako na kile ambacho umekusudia kwetu leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru Mungu na kutukuza. Asante kwa uaminifu wako. Kila mmoja omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Mwambie Roho Mtakatifu yahudumie maisha yangu na unihudumie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, tunakutukuza. Asante kwa uaminifu wako. Pokea heshima na utukufu, na yote ambayo naenda kuyatenda leo ni kwa ajili ya utukufu wako. Unaenda kutuongezea nguvu, kutuvika nguvu kwa upya kwenye eneo la maombi, na unaenda kutusaidia. Tunajikabidhi mikononi mwako na chini ya uwepo wako, katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa nazungumza kwa haraka kidogo. Kuna vitu kadhaa nitakuwa navitaja kuhusiana na maombi, alafu mwisho tutapata nafasi ya kidogo ya kumwomba Mungu. Amen. Maandiko yanasema, kwa kama unaandika, unaweza ukaandika maisha ya maombi na umuhimu wake. Maisha ya maombi na umuhimu wake, au yoyote vile. Mathayo sura ya 6 mstari wa 6. Mathayo 6:6 anasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Hilo ni andiko la kwanza. Andiko lingine ni Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2. Anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na kushukuru. Na andiko la 3, Warumi 12 mstari wa 12. Anasema, kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko la kwanza linasema, bali wewe usalipo. Ili andiko alitoi maagizo ya kusali, linatoa maagizo unaposali ufanye nini. Kwa hiyo kutokea kwenye ile andiko unagundua
Mungu anatutarajia tusali, kwa sababu andiko hili aliseme usali, linasema usalipo. Kwa hiyo ninakutarajia, ni kama Mungu anasema ninakutarajia utaomba, yani nina uhakika utaishi maisha ya sala. Kwa hiyo unaposali sasa, ingia katika chumba chako cha ndani. Ni kama vile kuna tofauti ya kuambia nenda Kariakoo na unapoenda Kariakoo fanya 1 2 3. Na maana yake hapo ninakuagiza nenda Kariakoo alafu kafanye 1 2 3. Lakini ni tofauti nikisema utakapoenda Kariakoo fanya 1 2 3. Maana yake hii ya pili nina uhakika ya kwamba utaenda. Kwa hiyo unapoenda zingatia 1 2 3. Sasa ndivyo hili andiko linavyosema. Linasema ninakutarajia kwamba utakuwa na maisha. Sasa kuna tofauti ya kuomba na kusali. Ukienda kwenye tafsiri za asili, kuomba ni kupeleka request, kupeleka mahitaji. Kusali ni lifestyle. Ndani ya sala yako maombi, lakini kusali ni zaidi ya kuomba. Sasa Mungu anatutarajia tusali na anasema bali wewe usali. Kwa hiyo Mungu amshangai mtu mwombaji, ila Mungu anamshangaa Mkristo asiyeomba. Kwa hiyo hakuna maisha ya maombi yatamshangaza Mungu, ila maisha ya mtu asiyeomba, mtu wa Mungu, hayo ni mshangao. Mungu anashangaa unaishije bila kuwa na maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona na kwenye andiko la Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 anasema dumuni sana katika kuomba. Alafu anasema mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Dumuni sana katika kuomba. Sasa kwenye maisha ni kitu gani tunadumu kukifanya? Huwa nikiuliza hili swali wengine wanasema kula, wengine wanasema, lakini ukweli ni kwamba kitu ambacho tunadumu katika kukifanya ni kupumua. Kwenye maisha kitu ambacho tunadumu katika kukifanya ni kupumua. Hakuna kitu kingine chochote utafanya maishani ambacho utaacha kupumua ili ukifanye. Amna kwamba ngoja niache kupumua ili nifanye kitu kingine. Kila unachokifanya lazima ukifanye wakati ukiwa unadumu katika kupumua. Amen. Maana yake ukiacha kupumua umeacha kuishi, na maana yake ni kwamba hakuna kitu kingine chochote kinaweza kuendelea kufanyika. Sasa ndio msisitizo huo Mungu anauleta kwenye maombi. Anasema dumuni, alafu anaongezea sana katika kuomba. Vile ambavyo kupumua ni muhimu ili maisha yaende, ndivyo ilivyo maombi ni lazima ili maisha ya Mkristo yaende. Amen. Mtu yote ambaye ameacha kuomba au ameacha kudumu katika kuomba, huyo mtu maana yake anacheza na maisha. Yaani ukianza kucheza na kupumua, ujue unacheza na uhai wa mwili wako. Na ndivyo ilivyo, ukianza kufanya mchezo na maombi, ujue unafanya mchezo na uhai wa maisha yako ya kiroho na maisha yako kwa ujumla. Ndio maana maandiko yanasema dumuni sana katika kuomba. Alafu anaongeza mkikesha katika kuomba huku na kushukuru. Na Warumi 12:12 anasema katika kusali mkidumu. Amen. Kwa kutokea kwenye haya maandiko matatu unaona msisitizo usio wa kawaida, msisitizo mkubwa kwa kila Mkristo, kwa kila mwanamke, kwa kila mtu aliyeokoka kuishi maisha endelevu ya maombi. Unaona msisitizo mkubwa, lakini pia unaona umuhimu mkubwa wa maisha ya maombi. Ili kuwa na maisha endelevu ya maombi, ni muhimu sana kufahamu
mambo yafuatayo. Kwa sababu wakati mwingine watu wengi hawana mkazo kwenye maombi kwa sababu kuna vitu hawavifahamu au wamevisahau au wamevipuuza. Ninaamini mengi nitakayoyaongea sio mara ya kwanza utayasikia, lakini yana umuhimu ili kuamsha tena ile hali ya maisha ya maombi. Amen. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kulifahamu ili kuyapa maombi nafasi yake kwenye maisha, jambo la kwanza ni hauwezi kuwa mwombaji usipofanya maamuzi ya kuwa mwombaji. Hautakuwa mwombaji kama hautafanya maamuzi ya kuwa na maisha ya maombi. Kwa maisha ya maombi ni maisha yako ya maombi ni matokeo ya maamuzi yako ambayo utafanya ndani. Kwa hiyo yeyote ambaye unaona anaomba na anaendelea kuomba, kuna wakati aliamua kuwa na aina hiyo ya maisha. Kama hautaamua, hauwezi kuwa mwombaji, kwa sababu ninakuhakikishia moja ya kitu kinapingwa sana kwa mtu wa Mungu ni maombi. Ndio maana kuna sababu nyingi sana, we mwenyewe ni shahidi, zinakuzuia usiombe. Siku ukipanga kuomba, kuna sababu nyingi zitakuja. Kwa hiyo kitakacho kufanya uwe mwombaji au uendelee kuomba, uwe na maisha endelevu ya maombi, ni maamuzi ya ndani. Maombi, maisha ya maombi sio matokeo ya kuwa na muda wa kuomba, ni matokeo ya kuamua kuomba. Na haushindwi kuomba kwa sababu hauna muda wa kuomba. Unashindwa kuomba kwa sababu haujaamua kuomba. Yeyote aliyeamua kuwa na maisha ya maombi atatengeneza muda. Kila kitu cha muhimu huwa akisubiri muda, huwa kinatengenezewa muda. Amen. Kila jambo la muhimu huwa alisubiri muda, huwa linatengenezewa muda. Kuna watu wanasema mimi niko busy, siwezi kuomba. Huo ni uongo. Hakuna mtu aliye busy kiasi ambacho anakosa muda wa kuomba. Ni kwamba unakosa muda wa kuomba kwa sababu haujaamua kuomba. Kwa sababu hata huo ubize ni ubize wa ratiba nyingine. Maana yake kwenye hizo ratiba nyingine unaweza ukaweka ratiba ya kuomba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maisha ya maombi sio matokeo ya kuwa na muda wa kuomba, ni matokeo ya maamuzi ya ndani ya kuomba. Ndio maana kuna vitu ambavyo hauwezi kuacha kuvifanya hata kama ratiba imekuwa ngumu kiasi gani. Kwa sababu gani? Kwa sababu umevipa umuhimu. Kwa hiyo maombi ukiapa umuhimu huo, lazima utayatengenezea muda. Kwa mfano, hakuna mtu yuko busy akaondoka nyumbani bila kuvaa. Yaani leo nilikuwa busy, yaani muda, nimekosa muda wa kuvaa. Na wote tunajua kuvaa kunahitaji muda. Tena kuvaa kwa mwanamke kunahitaji muda wa kutosha. Kwa hakuna mtu anakuwa busy kiasi anaondoka. Tena mwingine anatumia hata nusu saa au lisaa lizima avae kabla hajatoka, ametumia lisaa lizima. Huo muonekano unaomuona hapa, kabla atoke nyumbani, huo muonekano hivi unavyomuona, katumia lisaa lizima. Mwingine kavaa hii, kabadilisha, kaona hii, kaangalia, kaona haifai, kavaa na nyingine, mpaka anatoka 1 hour. Alafu anakuambia sina muda wa kuomba. Unatudanganya. Mbona ulitoka umevaa? Hakuna mtu yuko busy ambaye unakutana naye hajavaa. Vipi? Yaani leo nilikosa muda kabisa wa kuvaa. Kwa hiyo mambo mengine yatajuana huko, lakini huyu mtu anasema hana muda wa kuomba. Au hakuna mtu anatoka hajapiga mswaki nyumbani, na kupiga mswaki kunachukua muda. Kama unapata muda wa kuvaa, kwani unakosa muda wa kuomba? Kama unapata muda wa kula, kwani unakosa muda wa kuomba? Maana yake unagundua watu wengi hawaombi sio kwa sababu hawana muda.
Hawaombi kwa sababu hawajawahi kuamua kuwa na maisha ya maombi. We ni shahidi, kuna siku ambazo ulikuwa siku hiyo hauko bize, umeshinda nyumbani asubuhi hadi jioni, hauna kazi nyingi na ukuomba siku nzima. Kwa hiyo sio muda. Issue ni maamuzi ya moyoni. Amen? Na maamuzi ni machaguzi. Issue ni aina ya maisha uliochagua kuishi. Ukichagua kuwa na maisha ya maombi, lazima utatengeneza muda wa kuomba. Amen? Lakini pia ukichagua kuwa na maisha ya maombi, lazima utakuwa tayari kulipa gharama ya kuomba, kwa sababu maombi ni gharama. Muulize yeyote anayeomba, kuna gharama analipa ili aombe. Kuna kitu inabidi aache ili aombe. Analazimika kuacha usingizi, analazimika kuacha simu, wakati mwingine analazimika kuacha tamthilia. Kuna kitu analazimika kukiacha ili aombe. Maombi ni gharama. Chochote ambacho kikipa umuhimu kwenye maisha yako, utakitengenezea muda. Ukiapa umuhimu maombi kwenye maisha yako, utayatengenezea muda. Amen? Kwa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni muhimu kulifahamu ili litujengee hiyo hali ya kuwa na maisha ya maombi ni hakuna kitu unaweza kufanya badala ya kuomba na ikikawa sawa na umeomba. Kwa lugha ya ufupi, hakuna mbadala wa maombi. Hakuna mbadala wa maombi. Hakuna mbadala wa maombi. Hakuna chochote unachoweza kukifanya badala ya kuomba alafu kikawa ni sawa na umeomba. Yaani kwamba unatakiwa kuomba alafu unasoma neno. Kwa hiyo unasema sijaomba ila nimesoma neno, nimekava. Hakuna kitu cha aina hiyo. Usipoomba itabaki haujaomba. Ukisoma neno usiombe, itabaki hivyo hivyo umesoma neno haujaomba. Hakuna badala ya maombi. Hakuna kitu utafanya iwe umekava nafasi ya kutoomba. Usipoomba ni haujaomba. Ndio maana Yesu anasema kwenye Luka 18 mstari wa kwanza, anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu. Ili neno imewapasa, Luka 18:1, ili neno imewapasa kumwomba Mungu, maana yake hamna namna nyingine. Hakuna namna. Ni kama hii nyumba iwe na mlango mmoja, alafu nimekwambia ukitaka kutoka nje tumia ule mlango. Imekupasa kutoka nje kutumia ule mlango. Hakuna namna nyingine utatoka nje isipokuwa umetumia ule mlango. Ndivyo Yesu anasema hamna namna nyingine, watu wa Mungu. Imewapasa kumwomba Mungu. Amen? Na hili neno alilolitumia hapa Yesu ndio neno lile lile alikuwa anawaambia wanafunzi wake, imempasa mwana wa Adamu kwenda msalabani, kwenye Marko 8:31. Ndio hilo hilo alikuwa anawaambia, anasema imempasa mwana wa Adamu kwenda msalabani. Maana yake mimi Yesu huku duniani sina namna nyingine. Ndio maana hata pale msalabani anasema, kabla hajaenda msalabani anasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Yaani kwamba ikiwezekana, kama kuna namna nyingine hao watu wanaweza kuokolewa, waokolewe bila mimi kwenda msalabani. Na kukuwa na namna nyingine yoyote. Ndio maana akisema imempasa mwana wa Adamu kwenda msalabani. Sasa hilo neno imetupasa, imempasa Yesu kwenda msalabani, ndio neno hilo hilo linatumika wakati anatuambia kuhusiana kuomba. Anasema imewapasa kumwomba Mungu. Imetupasa kumwomba Mungu. Maana yake hakuna, watu wa Mungu, yani linapokuja swala la maombi ni bora uondoe options kwamba hivi nitaomba au sitaomba, nitakuwa na maisha ya maombi au sitakuwa na, nitaweza kuomba au sitakuweza kuomba. Ni bora uondoe hayo yote, kwa sababu ikishakuwa ni jambo limekupasa, hakuna machaguo, ni lazima uombe. Ondoa visingizio vyote
vyote. Hata kama una kisingizio ulikuwa unafikiri Mungu anaelewa, Mungu haelewi, kwa sababu Yesu anasema imetupasa kumwomba Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu angalia anachosema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Sio siku moja, sio wiki moja, siku zote. Maana yake kila siku imekupasa kumwomba Mungu. Maana yake kila siku ni siku ya maombi. Kila siku ni siku ya maombi. Na ndivyo ambavyo Mkristo anapaswa kujiwekea huku moyoni. Ukiona tu siku imeanza, unajiambia siku nyingine ya maombi imefika. Hakuna maombi ya jana yanayokubeba leo. Ni sawa kuomba jana kwamba yatakusaidia mbele, lakini haimaanishi niombe jana leo nisiombe. Amnaga kitu leo ninaomba masaa 3, alafu haya yatanikuwa yamekava kesho na kesho kutwa. Ni kama mana ilikuwa inakuja ya siku na maana yake, siku na maana yake, siku maana yake. Na ndivyo ilivyo siku, kila siku na maombi yake. Ndio maana hata Yesu wakati anafundisha kuomba anasema ninyi salini. Pale chini anasema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Maana yake kila maombi yana mkate wa siku hiyo. Siku ambayo hujaomba kuna mkate wa siku hiyo utapata. Kuna kitu cha kimbingu cha siku hiyo utapata kwa sababu hujaomba siku hiyo. Maana yake siku zote ni siku za maombi. Kila siku ni siku ya maombi. Amen. Alafu anasema wala wasikate tamaa. Maana yake unapoendelea kuomba utakutana na mambo ya kukukatisha tamaa. Utakutana na watu wanaokukatisha tamaa. Anasema uwe na kiasi bwana, unaomba kila siku ni kama hamna siku isiyo siku ya kupumua. Kila siku, kila saa, hakuna kupumua kuliko zidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu la muhimu. Jambo la tatu, hakunaga maombi yaliyozidi. Maombi yanaomba kwa usahihi. Hakuna maombi yaliyozidi. There's no too much prayers. Hakuna maombi yaliyozidi. Kwa hiyo usije ukakatishwa tamaa, unaomba sana. Hakunaga maombi yaliyozidi. Sasa haimaanishi tusifanye na shughuli nyingine, tusipange ratiba, tusibalance mambo. Lakini umefanya shughuli zako, umepanga ratiba yako, omba. Umepata muda mwingine, omba tena. Umepata muda mwingine, omba tena. Hakuna maombi yaliyozidi. Maombi yaliyozidi maana yake nguvu za Mungu zilizozidi. Mungu aliyezidi. Mungu hawezi kumzidia mtu alafu ikawa changamoto. Mungu akimzidia mtu mafanikio yamemzidia mtu. Mungu akimzidia mtu mipenyo imemzidia mtu. Kwa hakuna maombi yaliyozidi watu wa Mungu. Kwa kama una nafasi ya kuomba, omba. Kila wakati, kwani Mungu alikuwa haelewi? Wakati Mungu anasema dumuni sana katika kuomba, alikuwa haelewi kwamba kuna mambo mengine? Maana yake maombi hayachanganyi mambo mengine, hayazuii kitu kingine kuendelea. Unaweza ukawa unafanya kazi huku unaomba, unaweza ukawa unafagia huku unaomba, kila kitu unaweza kukifanya wakati. Hakuna maombi yaliyozidi. Maombi yaliyozidi ni nguvu za Mungu zilizozidi. Maombi yaliyozidi ni mipenyo iliyozidi. Maombi yaliyozidi ni kibali kilichozidi. Kwa hiyo hakuna maombi yaliyozidi. Amen. Ndio maana Biblia inasema dumuni sana katika kuomba, alafu mkikesha katika kuomba huku na kushukuru. Jambo linalofuata, wakati sahihi wa kuomba ni wakati ambapo unajisikia kuomba, na wakati sahihi zaidi wa kuomba ni wakati ambapo haujisikii kuomba. Wakati sahihi wa kuomba
ni wakati ambapo unajisikia kuomba, na wakati sahihi zaidi wa kuomba ni wakati ambapo haujisikii kabisa kuomba. Maana yake wakati unajisikia kuomba, omba. Wakati haujisikii kuomba, omba. Maombi hayahusiani na hisia zako. Hisia ziko kwenye nafsi, maombi ni ya rohoni. Maombi yanahusiana na imani yako, na imani haihusiani na hisia zako. Hisia zitakusapoti kuomba pale ambapo zimedaka kitu fulani cha rohoni, lakini si mara zote hisia zako zitadaka hicho cha rohoni. Mara nyingine zitakuwa hazitaki uombe. Kwa hiyo wakati ujisikii kuomba, omba. Wakati unajisikia kuomba, omba. Kimsingi mtu wa mwilini ni mtu wa hisia, mtu anayeishi kwa kujisikia. Leo anajisikia hivi, kesho anajisikia hivi, kesho kutwa amejisikia hivi, dakika hii yuko hivi, muda mwingine yuko. Huyu ni mtu wa mwilini, huyu ni mtu wa mwilini. Watu wa rohoni hawaishi kwa kujisikia, watu wa rohoni wanaishi kwa kanuni. Kanuni inanitaka niombe. Kuna wakati sijisikii kuomba, nitaomba. Kanuni inanitaka nifunge. Kuna wakati sijisikii kufunga, hata ukimwona mtu anayeomba sana, usije ukafikiri yani huyu muda wote tu anajisikia kuomba. Sio muda wote anajisikia kuomba. Ameamua kuomba hata wakati hajisikii. Mungu haitikii hisia zako, Mungu anaitikia imani yako unapoomba. Na Biblia inasema tunaenenda kwa imani na sio kwa kuona, na sio kwa hisia, na sio kwa kujisikia. Anza kuwa mwombaji ambaye anaomba kikanuni na sio mwombaji wa kihisia. Amen. Kwa sababu nakuhakikishia mara nyingi hautajisikia kuomba. Hata yule anayeamka usiku kuomba, ukiamka katikati ya usiku, mara nyingi utajisikia kulala. Utajisikia kulala kuliko kuomba. Lakini omba. Unapoomba wakati haujisikii, maana yake unajidhabihu zaidi. Maana yake unalazimika kuutiisha mwili. Kwa mwili wako unaotoa kama dhabihu. Na Biblia inasema wazi, toeni miili yenu iwe dhabihu. Kwa hiyo hakikisha unaomba bila kujali hisia zako. Amen. Biblia inasema kwenye Efeso 6:18, kwa sala zote na maombi, afu mkisali kila wakati katika roho, mkesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Unaona, ni msisitizo mwingine wa kuomba. Amen. Jambo la 5, maombi yanamruhusu Mungu kuingilia kati jambo. Maombi yanamruhusu Mungu kuingilia kati jambo. Changamoto yetu wengi ni kwamba tunaacha kila kitu kuingilia kati, alafu tunamsahau Mungu. Kwa hiyo tuna mambo yetu mengi tunayoyaendesha bila Mungu, kwa sababu hatuanzi na maombi. Tuna mambo yetu mengi sana, na ni kama imekuwa kawaida, baada ya vitu kutushinda ndio tunaenda kwa Mungu, kwamba hili sasa haliwezekani, kwa hiyo ngoja nimpelekee Mungu. Mungu usimruhusu Mungu mwisho wa jambo. Jifunze kumruhusu Mungu mwanzo wa jambo. Biblia inasema mtu wa kwenu amepatikana na changamoto, afanye nini? Aombe. Maanake response ya kwanza ya kila unachokutana nacho ni maombi. Mtu wa kwenu amepatikana na changamoto, amepatikana na mabaya, na aombe. Mtu wa kwenu amepatikana na ugonjwa, na aombe. Mtu wa kwenu ameuguliwa na mtoto, na aombe. Sio akimbize hospitali, na aombe. Alafu baada ya kuomba mengine yafuate. Sasa wengi, mtoto ameumwa, unakamata kadi ya bima iko wapi? Hospitali. Na hospitali ukifika tu wanakufukuza, kwamba ngoja tumhudumie. Wanahangaika naye, baadaye wanakuletea taarifa,
unachanganyikiwa, baadaye unakumbuka ngoja sasa ili nimpelekee Mungu. Kumbe ulipaswa kumpelekea Mungu mwanzo. Inawezekana wakati unaomba Mungu anaandaa na watu watakaompokea huyo mtoto hospitali, anatengeneza mazingira yote ya uwepesi anapofika. Lakini wengi tunasubiri mpaka tumekutana na ugumu tunamrudia Mungu. Na wakati mwingine kabla hata hujaenda hospitali mtoto atapona, Mungu atamponya. Mtu wa kwenu amepatikana na uhitaji, aombe. Kabla hujamwambia mtu yeyote uhitaji wako, hata kama ni mume wako, mwambie kwanza Mungu. Mwambie kwanza Mungu. Alafu Mungu akiingilia kati, unaweza ukashangaa. Kuna mambo mengine tunapambana nayo ni kwa sababu tunalipeleka wenyewe bila Mungu. Ndio maana Biblia inasema kabisa, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Biblia inasema nitakwenda mbele yako, mimi Mungu nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo. Ili Mungu aende mbele yetu kwenye kila jambo letu, ni lazima tuanze kumwomba Mungu, alafu yeye anatangulia mbele yetu. Amen. Kwa hiyo maombi yanamruhusu Mungu kuingilia kati jambo. Kuna mambo mengi tunayapeleka wenyewe, hatujampelekea Mungu, hatujaanza na Mungu. Liombee jambo mpaka usikie kibali cha mbingu, alafu anza kulifanyia kazi. Iwe biashara, chochote, anza na maombi kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri? Na unajua ukisoma Ezra 8:22 na 23, unaona hao watu wa Mungu walikuwa wamepewa kibali na mfalme kutoka uhamishoni kurudi makwao, lakini wakagundua ile njia ambao wanaenda kuipita ni njia hatari. Biblia inasema wakaona aibu kumrudia mfalme kumuomba jeshi, wakaenda mbele za Mungu kumuomba Mungu aingilie kati. Na Biblia inasema basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili yayo, naye Mungu akatutakabali. Kwa jifunze kuanza na Mungu kabla ya kingine chochote. Amen. Tunaona maombi ya Esther ya siku 3 yakafanya Mungu akaingilia kati jambo ambalo lilikuwa linawakabili nchi nzima. Tunaona maombi ya kanisa kwenye Matendo ya Mitume 12, maombi ya kanisa yalifanya Mungu akaingilia kati jambo gumu ambalo haliwezekani kwenye Matendo ya Mitume. Kuna mambo yetu mengi hatuoni Mungu akiingilia kati kwa sababu hatujaweka kumaanisha katika kuomba. Jambo linalofuata, maombi yanairuhusu mbingu kufanya kazi duniani. Ya kwanza nimesema Mungu kuingilia kati jambo, Mungu kuingilia kati. Ya pili, hii nyingine nasema maombi yanairuhusu mbingu. Mbingu ni mfumo, system. Mbingu, mfumo wa kimbingu, mfumo wa mbinguni kuingilia au kufanya kazi duniani. Mbingu ni mfumo. Kwa hiyo maombi yanaruhusu mbingu kuanza kushughulika na systems, mifumo mbalimbali ya dunia. Amen. Mifumo mbalimbali ya maisha yako. Na ukitaka kuelewa hiki ninachokiongea, tunaishi chini ya mifumo. Kila ambacho tunachokifanya duniani kinatawaliwa na mfumo fulani. Kila kitu chini ya mifumo. Kwa kuna namna mfumo ukipata shida, wote tunaanza kuathirika. Serikali ni mfumo, ni system. Mfumo wa serikali ukipata shida kwenye kuingiza mafuta, kuagiza mafuta, utagundua mafuta yatapanda. Ni kama haikuhusu, lakini nauli zitapanda, inaanza kuhusu. Mchele utapanda, inaanza kuhusu. Maana yake mfumo ukiguswa, maisha yameguswa. Sasa maombi yanaruhusu mbingu. Mbingu ni mfumo kuingilia kati, kufanya kazi huku duniani. Sitaki nieleze sana juu ya hili kwa sababu ni vitu ambavyo tukiingia ndani sana tutatumia muda mrefu. Lakini ndio maana unaona Yesu wakati anafundisha kuomba kwenye Mathayo 6:9 anasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Anaposema mbinguni kama eneo, lakini mbinguni kama mfumo. Baba ambaye ni mtawala wa mfumo wa ulimwengu wa roho, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake huo ufalme ni mfumo, uanze kufanya kazi duniani. Kwa namna ya kuruhusu Mungu aingilie mifumo mbalimbali
mifumo ya ajira, mifumo ya kiuchumi, mifumo ya afya. Mungu aingilie kati. Namna ya kuruhusu ni kupitia maombi. Maombi yanaruhusu mfumo wa mbinguni, yanaruhusu mbingu kufanya kazi duniani. Danieli aliweza kuingilia mfumo wa Babeli kupitia maombi yake. Mfumo wa Babeli ukaingiliwa kupitia maombi yake, kwa sababu mfumo ulisema yote asiabudu sanamu au yeyote anayeomba atupwe kwenye tundu la simba. Danieli akaomba wazi, mfumo ukaingiliwa, akatupwa kwenye tundu la simba, akatolewa, na mfalme akasema Mungu pekee wa Danieli ndio Mungu anayestahili kuabudiwa. Na ndivyo ilivyo kesi ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Kilichokusika pale ni mfumo uliguswa. Kwa hiyo kuna mifumo ya kikazi, mifumo ya kiuchumi itaanza kuguswa unapoanza kuwa mwombaji. Unaweza ukaanza kushangaa mifumo inakupa favor fulani. Kuna favor, kuna uko kazini, kwenye kampuni inaendeshwa kimfumo. Ghafla kuna mabadiliko ya policy ambayo yanafanyika ili yakupe favor wewe mtu wa Mungu, lakini itatokea kupitia maisha ya maombi. Amen. Bwana asifiwe sana. Naeleweka vizuri watu wa Mungu. Lakini pia maombi yanairuhusu nguvu ya Mungu kufanya kazi kwa niaba yako. Nguvu ya Mungu kufanya kazi kwa niaba yako. Majibu yote ya maisha yetu huwa yanasababishwa na nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani yetu. Biblia inasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyatendayo, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa unapoomba, kuna nguvu ya Mungu ndani yako inakuwa activated. Mungu huwa ajibu maombi, au Mungu huwa afanyi vitu duniani kwa nguvu zake mbinguni. Huwa anafanya vitu duniani kwa nguvu zake ndani ya mtu, ndani yetu. Na hizo nguvu za Mungu zinaachiliwa kupitia maisha ya maombi. Nitoe mfano. Nguvu za Roho Mtakatifu. Mtu yote aliyeokoka ana Roho Mtakatifu ndani yake. Na Roho Mtakatifu ndani yake ana nguvu zote za Mungu. Sio nguvu chache, nguvu zote za Mungu. Lakini hizo nguvu ziko kwenye mifumo miwili. Kuna nguvu itendayo kazi na nguvu iliyotulia. Nguvu itendayo kazi na nguvu iliyotulia. Kila mtu ana nguvu za Roho Mtakatifu. Kila aliyeokoka ana nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini kuna wengi wana nguvu iliyotulia, lakini kuna nguvu itendayo kazi. Sasa kazi ya maombi ni kuigeuza nguvu iliyotulia kuwa nguvu itendayo kazi. Kinachofanya matokeo kwenye maisha ya mtu sio nguvu iliyotulia ndani yake, ni nguvu inayofanya kazi ndani yake. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Waefeso 3:20. Kwa hiyo unapoomba, moja ya kazi ya maombi ni kufanya ile nguvu iliyotulia kuwa nguvu inayotenda kazi. Nitoe mfano. Kwa mfano, unafahamu generator. Unajua unaweza ukaenda kwenye lile generator kabla halijawashwa, nyaya zimetokeza kabisa, ukazishika kabisa, usema hizi hamna kitu hizi. Hizi nyaya, ili generator hamna, unalipiga piga hamna kitu. Hata kilio lile kubwa kabisa, yale makubwa yale, unajua kuna magenerator makubwa. Hata lile kubwa nyaya zimetoka, alijawashwa, unaweza ukashika zile nyaya, hamna kitu hapa, hamna kitu. Usije ukafikiri hamna kitu. Kipo kitu kilichotulia, kitu kilicholala. Sasa liwashwe, alafu nenda kaguse, sema hamna kitu, ndio utaelewa hamna kitu. Sasa ndivyo walivyo watu wa Mungu. Unashangaa mtu wa Mungu ameokoka, anachezewa na wachawi. Yaani wanakuja wanamgeuza tu, amelala huko wanageuzia huko, wanamgeuza. Hamna kitu. Unajua kwa nini hamna kitu? Kipo kitu, lakini hakijaamshwa. Moja ya namna ya kuamsha hiyo nguvu ni kupitia maisha ya maombi. Kwa hiyo unavyoomba ni sawa na mtu anayeanza kuliwasha generator. Kuna maisha ya maombi. Ukiomba wewe, kuna vitu vitaanza kutokea. Wewe mwenyewe utakuwa unajishangaa, hivi mimi nina nguvu kiasi hiki?
Unajua kuna Wakristo wengi anamwambia Mungu niongezee nguvu zako. Hauhitaji nyongeza ya nguvu zozote. Roho Mtakatifu ulionaye ana nguvu zote. Unahitaji maisha ya kumaanisha ya maombi basi. Nguvu zote za kuponya unazo ndani. Nguvu zote za kuokoa unazo ndani. Nguvu zote za kufanikiwa unazo ndani. Ndio maana maandiko yanasema ikiwa Roho aliyekaa ndani yenu ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfua Kristo anakaa ndani yenu, huyo Roho aliyeko ndani yenu ataiuisha, ataifufua. Unajua Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu ndio Roho huyo alimfanya Yesu kufufuka. Huyo. Lakini kwa nini hatuoni matokeo? Kwa sababu hatujaiamsha hiyo nguvu. Kwa maombi moja ya kazi yake ni kuiamsha hiyo nguvu, kuifufua hiyo nguvu. Ni kama wale ambao wa zamani kidogo wanafahamu baiskeli ambazo kulikuwa na kitu kinaitwa dynamo. Wa siku hizi hawaelewi. Dynamo ilikuwa ni kitu fulani kama kabetri fulani hivi, kanakaa kwenye tairi ya baiskeli, alafu ukitaka ifanye kazi unakaweka kwenye tairi hivi, alafu kale kana waya zinaenda zimeungana na taa. Kwa hiyo ukikalaza kwenye tairi, alafu waya zimeungana na taa, wakati unazungusha, wakati kanazunguka, ndivyo ambavyo mwanga unaanza kutokea. Ukinyonga sana, mwanga unakuwa mkubwa. Ukinyonga pole pole, mwanga unakuwa mdogo. Na ndivyo ilivyo maombi yako. Kwa kadri unavyoendelea kuomba sana, ndivyo utaanza kuona matokeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi namba nyingine, maisha ya maombi yanadhihirisha utegemezi wa mtu kwa Mungu. Kama unamtegemea Mungu utaomba. Kama uombi umtegemei Mungu, na kama utegemei Mungu, kuna kingine unategemea. Naweza unategemea mizimu ya kwenu. Yaani sisi kwetu tunafanikiwaga tu. Na uombi kuna kingine unategemea. Maisha ya maombi yanadhihirisha utegemezi wa mtu kwa Mungu. Kwa kama unamtegemea Mungu utaendelea kuomba. Ukiacha kuomba umeacha kumtegemea Mungu. Na kama utegemei Mungu, kuna kitu kingine unategemea. Inawezekana unategemea akili zako, inawezekana unategemea nguvu zako, inawezekana unategemea ujuzi wako, lakini tunapaswa kumtegemea Mungu. Hatupasi kuzitegemea akili zetu. Tunamtegemea Mungu, tunazitumia akili. Akili hazitegemewi, akili zinatumiwa. Amen. Kwa hiyo kama unamtegemea Mungu utaomba. Kama unamtegemea Mungu utaomba. Maombi namba nyingine, maombi yanadhihirisha imani alionayo mtu, lakini maombi endelevu yanadhihirisha imani kubwa alionayo mtu. Tofauti ya imani kubwa na ndogo mojawapo iko kwenye maombi. Maombi yanadhihirisha una imani. Kiendelea kuomba bila kujali upinzani, inadhihirisha una imani kubwa. Kuna watu wanaomba alafu akutana na upinzani wanaacha, imani yao ni ndogo. Yule mama Mkananayo ambaye alikuwa na mwanae ni mgonjwa, akamwendea Yesu. Alikutana na upinzani mara 4. Mara ya kwanza anaenda kwa Yesu, Yesu anakaa kimya. Mara ya pili wanafunzi wanamwambia mfukuze, anatupigia kelele. Mathayo 15 hiyo. Mfukuze, anatupigia kelele. Mara ya tatu Yesu anamwambia, mama, sikutumwa ila kwa kondoo aliopotea. Mara ya 4 Yesu anamwambia, siwezi kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Mara ya 5 Yesu anamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Kumbe haya yote yalikuwa yanapima imani yake ni kubwa kiasi gani. Na angeishia katikati, imani yake ingekuwa ni ndogo. Kwa maombi yanadhihirisha imani alionayo mtu. Biblia inasema kila amwendeaye Mungu lazima aamini. Kwa maombi yanadhihirisha imani, lakini yule anaendelea kumwendea Mungu hata kama kuna upinzani, anadhihirisha sio tu ana imani, ana imani kubwa kwa Mungu. Ana trust kwamba ninajua huyu atanipatia, hata kama alichosema ni tofauti na kile ninachoomba, bado anao uwezo na ninamjua Mungu ya kwamba atanipa. Na huyu mama alikuwa amemjua Yesu. Kwa alikuwa tu aombi kwa sababu amesikia tu habari za Yesu. Alikuwa anajua Yesu huwa anaponya. Na huwa anaponya hata wasio wa mataifa, wasio wa Israeli.
alikuwa ameshasikia, alikuwa ameshajua. Kwa akasema mwisho wa siku, bila kujali jibu ninalopata, nitapokea majibu yangu. Amen. Kwa nini maombi? Kwa nini Mungu anataka tuombe? Maombi yana umuhimu gani kwenye maisha ya mtu wa Mungu? Kwa nini maombi? Jambo la kwanza, kwa nini maombi? Ni uimara wa mahusiano ya mtu na Mungu. Uimara wa mahusiano yetu na Mungu. Jambo la kwanza, na hapa ninaongelea kipaumbele ila kwanza na la pili tunazungumzia vipaumbele vya Mungu kuhusiana na maombi. Kwa nini maombi? Maombi yana umuhimu gani? Jambo la kwanza ni uimara wa mahusiano. Mungu anataka aimarishe mahusiano yetu na yeye kupitia maisha yetu ya maombi. Maombi kwanza ni mahusiano, na ni muhimu sana tunapokuwa waombaji tuzingatie hiki kipaumbele, kwa sababu kama maombi unafanya kwa ajili ya kupata, ukipata utaacha kuomba. Na watu wengi wanaomba kwa sababu wanataka vitu, kwa hiyo akipata vitu fulani anaacha kuomba. Kwani hujawahi kuona watu ambao alikuwa muombaji wakati hana kazi, alipopata kazi akaacha kuomba? Maana yake kwake huyu maombi ilikuwa ni ili apate kitu fulani. Lakini ni vizuri tugeuze namna tunavyotazama maombi. Maombi sio kwa ajili ya vitu, maombi ni kwa ajili ya mahusiano. Mahusiano unayahitaji hata kama una vitu. Yaani hata kama una vitu vyote vya Mungu, bado unamhitaji Mungu. Kwa hiyo lazima tuweke msingi huu kila tunapomwendea Mungu. Tusimwendee Mungu kwa sababu tunataka atupe vitu, japo ni sawa kumwomba Mungu akupe vitu. Tumwendee Mungu kwa sababu tunamtaka Mungu. Kuna tofauti ya kumjia mtu kwa sababu unataka vitu vyake na kumjia mtu kwa sababu unamtaka yeye. Twende mbele za Mungu kwa sababu tunamtaka Mungu na sio kwa sababu tunataka vitu vya Mungu. Amen. Na ukimpata mtu ni rahisi kupata vitu vyake. Kwa tukimpata Mungu ni rahisi kupata kila alichonacho Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo lazima tufocus kwenye mahusiano tunapoenda kwenye maombi. Amen. Kwa sababu unaweza ukafikiri unaomba kwa sababu unahitaji kazi na mafanikio. Kuna watu wamefanikiwa hivyo vitu vyote, bado wanamhitaji Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi kwanza ni kwa ajili ya mahusiano, na maombi hasa ni mawasiliano. Maombi ni mawasiliano, na hapa ndio unajengwa msingi wa mwombaji. Msingi wa mwombaji haupasi kuwa vitu. Msingi wa mwombaji unapaswa kuwa Mungu. Namtaka Mungu, namtaka Mungu. Ukiwa na msingi huu, hata kama hauna prayer point utaweza kuomba. Kuna watu hawezi kuomba bila prayer point. Maana yake kinachopungua ni mahusiano. Kwa mtu ambaye unahusiana naye, hautaji kuandaa maongezi. Nikifika labda mke wako unasema, nikifika nitamwambia mke wangu umeshindaje? Alafu unaendeleaje? Alafu umekula, unakuwa na kakaratasi kako unasoma, umeshindaje mke wangu? Unaendeleaje? Unaweza ukafanya hivyo siku ya kwanza, unamfuata, ndio unajipanga kwamba nitafika, nitaanza hivi, baadaye nitafanya na hivi, baadaye nitafanya na hivi. Siku ya kwanza ni sawa kwa sababu bado hakuna mahusiano. Lakini mwezi, mwaka, miaka mitatu kutakuwa na changamoto hiyo. Unaandika mambo nitakayoenda kuongea na mke wangu au na mume wangu. Wote unajua mtu, kwa kadri ambavyo mnaanza kuwa na mahusiano, ndio kwa kadri ambavyo kunakuwa na flow ya moyoni na kuongea. Na hauhitaji kusema nitatumia tu dakika 2 au dakika 5 au dakika 10 peke yake. Mtu ambaye ni mara ya kwanza mnaanza kufahamiana, kuna kuwa na kutafuta hicho kitu. Unaweza ukishangaa mmeongea bado dakika 10 na labda mnatakiwa mkae hapo masaa 3. Unaanza Mungu wangu, masaa 3 tutaongea nini? Lakini mtu ambaye mnahusiana, masaa 3 yanaisha, unasema mambo, mbona masaa yameisha na bado hatujamaliza cha kuongea? Sasa maombi yanapaswa kuwa kwenye msingi huo kwanza, sio kwenye msingi wa muda mrefu kwanza, msingi wa mahusiano kwanza.
kwa kadri mahusiano yanavyoendelea kukua, ndio kwa kadri ambavyo unaweza kukaa muda mrefu na yule ambaye unahusiana naye, na ndivyo ambavyo unaweza kukaa muda mrefu kwenye maombi. Amen. Sasa prayer point ni sawa, lakini hata kama una prayer point, bado unaweza kwenda mbele za Mungu ukamwelezea siku yako ilivyokuwa, ukamwelezea stress unazokutana nazo, ukamwelezea watu wanavyokukwaza, ukamwelezea namna ambavyo unakwazika haraka, ukamwelezea namna ambavyo una udhaifu, ukamwelezea namna ambavyo una upungufu, ukamwelezea namna ambavyo unamhitaji. Hayo ndio maombi. Amen. Mahusiano, hilo ndio kusudi la kwanza la maombi, mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mahali popote ambapo mahusiano yamepata shida, mawasiliano yanaanza kupata changamoto. Kwa ukianza kuona unapata shida kuomba, cheki vizuri, utagundua kuna mahusiano yameanza kupata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipimo cha uimara wa mahusiano yako na Mungu ni uimara wa maisha yako na maombi. Na kwa kadri mahusiano yanavyozidi kuwa imara, ndivyo kuna baadhi ya mipaka inaendelea kuvunjika. Maana yake popote una access au ana access mtu ambaye unahusiana naye kwa ukaribu. Sasa ndivyo yalivyo maisha ya maombi. Kwa hiyo mtu ambaye amejenga msingi huu, hata kuwa tu anasubiri saa 8 usiku aombe, ni sawa kusubiri, lakini anaweza kuomba popote muda wote, kwa sababu mahusiano ni imara, muingiliano ni mkubwa zaidi. Amen. Kwa namba 1, maombi kwa ajili ya mahusiano. Namba 2, Mungu anataka tuombe maombi. Umuhimu wa pili ni mabadiliko kwenye eneo la tabia, mabadiliko ya kitabia. Mabadiliko ya kitabia. Kwa nini Mungu anataka tuombe? Anataka ashughulike na tabia zinazotushinda. Na hakuna tabia ngumu mbele za uwepo wa Mungu. Ni vile huwa hatuzipeleki kwenye uwepo wa Mungu. Na hauwezi kuwa mwombaji ambaye anaomba kwa usahihi na ufahamu huu, alafu tusione badiliko la kitabia. Haiwezekani. Mwombaji yote anayeomba kwa usahihi na kwa ufahamu huu, moja ya kitu tutaanza kukiona ni badiliko la kitabia. Kuna tabia zitaanza kuuawa kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio unabadilisha tabia. Kuna tabia imekushinda, anza kwenda nayo kwenye uwepo wa Mungu, na uende nayo kwa kipaumbele. Kabla hata hujawaza kuomba pesa, unahitaji kwanza tabia fulani zibadilike. Mwambie Mungu, nakuja mbele zako, nibadilishe, nimeshindwa kujibadilisha. Hata inawezekana kuna watu wameshindwa kunibadilisha, lakini we Mungu hujawahi kushindwa kubadilisha mtu. Unajua Paulo alibadilishwa ile siku amekutana na Yesu, na ile miaka 13. Unajua watu wengi tunafikiri Paulo alipokutana na Yesu ghafla akaenda kuhubiri. Hapana. Paulo alikutana na Yesu, akapelekwa kwa Anania, Anania akamwombea. Baadaye unaona Paulo alipotea kwa miaka 13 kwenye uwepo wa Mungu. Baadaye anarudi, Paulo ni kiumbe mwingine, sio muuaji tena. Kila tabia imeshughulikiwa. Ukiweza kukaa kwenye maisha ya maombi kwa muda wa kutosha, kila tabia inaweza kushughulikiwa. Amen. Kwa hakikisha unakuwa ni mwombaji ambaye unazingatia tabia zako. Sio sema tu Mungu anajua mimi ni mdhaifu. Kuna tabia Mungu anaweza kuzishughulikia kwenye maombi. Kaa kwenye maombi na zingatia hilo eneo. Amen. Kwa kusudi la pili la maombi ni ili Mungu atubadilishe kitabia. Atubadilishe kitabia. Kama una mambo unagundua kabisa ni magumu yanakushinda, anza kuyapeleka mbele za Mungu kimaalum kwa ajili ya kubadilishwa kitabia. Na nakuhakikishia Mungu anaweza. Jambo la tatu. Kwa nini maombi? Sasa hii ya tatu wengi tunaifahamu, mahitaji. Mungu anakutana na mahitaji yetu kwenye maombi. Mungu anakutana na mahitaji yetu kwenye maombi. Mungu anataka akutane na mahitaji yetu kupitia maombi. Mwanzo 22:14 anasema katika mlima wa Bwana itapatikana. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Mwanzo 22:14. Waebrania 4:16 anasema basi
na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Kwa njia gani? Kwa njia ya maombi, ili tupewe mahitaji, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo namba 3, maombi kwa ajili ya mahitaji. Kwenye maombi kuna mahitaji. Namba 4, kwa nini maombi? Kwa nini maombi? Kwa sababu ya ukombozi, kwa ajili ya ukombozi wa familia zetu, kwa ajili ya ukombozi wa familia zetu. Mungu akiitazama familia akatamani aikomboe, atachukua mtu mmoja, atamuokoa. Alafu huyu mtu anapaswa awajibike katika kuomba, alafu kupitia maombi yake familia yake yote ikombolewe. Kwa hiyo toka kwenye kundi la kulaumu kama wanafamilia wengine wanavyolaumu kwamba sisi kwetu hivi, sisi kwetu, wewe umeokoka ili ushughulikie hiyo sisi kwetu. Wewe ndio uwe sababu ya mabadiliko. Amen. Kwa hiyo Mungu anataka aikomboe familia. Unajua kuna nguvu za giza kwenye levels kadhaa. Kuna level ya ufalme zinashughulika na taifa na mataifa. Kuna level ya mamlaka na ufalme, hizo ni taifa na mataifa na mamlaka mbalimbali. Lakini kuna level inaitwa wakuu wa giza. Wakuu wa giza wanashughulika na tabia za kifamilia, tabia za kiukoo. Familia, unakuta familia nzima wana tabia fulani. Wengi tu tunajua kwamba familia yetu wote, karibu wote, tuna hiki kitabia kisichofaa. Wewe umeokoka, kazi yako ni kushughulika na hiyo nguvu, wakuu wa giza wanaoshughulika na hiyo familia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Isaya 42:22, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamekamatwa na vitu kama hivyo. Lakini hapo chini anasema wala hapana asemaye, sio wasemao, wala hapana mmoja anayesema rudisha. Wanasema watu wengi wameibiwa, wametekwa, wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye mmoja, wala wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Kwa maana yake muombaji mmoja anaweza akaokoa wengi walio kwenye vifungo. Wewe ukiamua kuwa muombaji unaweza ukaokoa wengi kwenye familia yako. Kwa hiyo kwa nini maombi? Kwa sababu Mungu anataka akomboe, aifungue familia yako, aifungue familia yako. Namba inayofuata, kwa nini maombi? Maombi kwa ajili ya kuvikwa mamlaka. Mamlaka tulionayo ili yathibitishwe, yadhihirike, ni lazima tuwe na maisha ya maombi. Namba inayofuata, naenda haraka kwa sababu kuna mahali nataka tufike na tusizidishe muda. Namba inayofuata, kwa nini maombi? Kwa nini maombi? Kwa sababu Mungu anataka akupe utisho dhidi ya majaribu ya shetani na dhidi ya dhambi. Mungu anataka atupe utiisho kinyume na majaribu ya shetani na dhambi. Sasa majaribu yako aina kadhaa. Aina ya kwanza ya majaribu ni yale mtu anayejisababishia mwenyewe kwa ujinga wake, kwa kutokujua kwake, anajiingiza mwenyewe kwenye majaribu. Kwa kweli hata sio shetani, ila amejiingiza. Biblia inasema mtu ajaribiwa hapo aseme Mungu anamjaribu, sababu Mungu amjaribu mtu. Mnajaribiwa kwa tamaa zenu wenyewe. Yaani tamaa yake mtu mwenyewe inamuingiza kwenye aina fulani ya maisha, alafu anajikuta ameingia kwenye jaribu. Hata shetani hahusiki. Shetani ametumia fursa, yeye mwenyewe anajaribiwa, na hayo yanampelekea dhambi na changamoto nyingine, uzembe wake. Mungu anamzuia kitu, alafu anakataa kumtii Mungu. Inawezekana hata ameoteshwa na watu wamemwambia, anakataa kumtii Mungu, anaenda, alafu anakutana na magumu, amejiingiza mwenyewe kwenye majaribu. Lakini kuna mengine ni shetani anamtengenezea mtu. Shetani anamtengenezea mtu. Sasa haya anayejiingiza mtu mwenyewe na shetani anamtengenezea mtu. Shetani anamtengenezea mtu majaribu ya dhambi. Yaani ukikutana na jaribu lolote,
linakushawishi utende dhambi, usije ukasema ni Mungu ananijaribu. Mungu amjaribu mtu ili atende dhambi. Kwani anapata faida gani? Mungu anakuletea watu wanaokushawishi kutenda dhambi kwa faida ipi? Kwa ni shetani anatengeneza hayo mazingira, anakuletea mazingira, anakuletea vishawishi, anaangalia, na mara nyingi anaangalia moyo wako unapenda nini, anakuletea mazingira ili utafute shortcut, upite njia fupi kufikia kile ambacho unakitamani. Kwa shetani anashirikiana na tamaa alizonazo mtu. Kwa unatamani sana mafanikio fulani, unatamani sana kupata jambo fulani, na kuna namna ulipati kwa haraka na kwa wepesi. Shetani anakuletea njia za mkato, anakujaribu ili utende dhambi. Mungu akiruhusu jaribu ni kwa ajili ya kuikuza imani yako, kwa ajili ya kukupa hatua. Kwa hiyo jaribu la Mungu ni kama mtihani. Mtihani sio ili ufanye dhambi. Mtihani ni ili uame darasa, uhamie kwingine. Kwa hiyo unakuta majaribu ya Mungu ndio yale yanasema, nilipopata ile changamoto ndani yangu ilinifanya nikawa na maisha ya maombi, kanifanya hivi. Namshukuru Mungu, kupitia ile changamoto nimefanikiwa 1, 2, 3. Amen. Sasa majaribu ya shetani yanaepukika kwa njia ya maisha serious ya maombi. Kwa mfano, jaribu la Petro kumkana Yesu mara 3 lilikuwa ni jaribu la shetani ambalo alikuwa anaweza kuliepuka kama angeomba usiku. Ndio unaona Yesu anampa nafasi Petro ya kuomba mara 3, tena kwa kumwamsha Petro, amka uombe. Mara ya kwanza Petro analala, mara ya pili Petro analala, mara ya 3 Petro analala na wenzia. Asubuhi unaona Petro anamkana Yesu mara 3. Kwa maana yake yale majaribu aliyokutana nayo Petro asubuhi alikuwa anaweza kuyashughulikia usiku kupitia maombi. Majaribu ya shetani yanazuilika kupitia maisha ya maombi. Unapoanza kuwa serious kwenye maombi, yale majaribu yanayokuvuta kutenda dhambi yataanza kupungua, yataanza kupotea. Unapopuuza maombi, maana yake kuna chances mbele za kuishi maisha machafu. Ninaeleweka watu wa Mungu? Kwa ukiona dhambi zinakufuatilia, ushawishi wa kutenda dhambi unakufuatilia, check maisha yako ya maombi. Inawezekana yamepata shida. Biblia inasema enendeni kwa roho. Kwa lugha nyingine, enendeni kwa maombi, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa roho. Moja ya namna maombi yanafanya, yanaushughulikia mwili, yanashughulikia tamaa, yanashughulikia desires za mwili wako. Enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe. Hiyo ni Wagalatia 5:16, Wagalatia 5:16. Luka 22:40 anasema alipofika mahali pale akamwambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Maana yake kuna majaribu utayaepuka ukiomba. Usipoomba utajikuta umeingia kwenye hayo majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi yanatutoa, yanatuepusha kwenye majaribu ya kishetani, kwenye mitego ambayo shetani anaitega. Kila mtu shetani anamtegeshea, hata si watumishi wa Mungu. Kuna mitego mingi shetani anaitega. Kama sio mwombaji, hautaunasa mtego, kwa sababu atakuja mtu tu kama anataka kuhudumiwa, lakini ana ajenda nyingine kabisa. Unapoomba, Mungu atakujulisha na Mungu atakutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiacha kuomba, unasema tu huduma zinaenda, ndio unashangaa mtumishi wa Mungu amejikuta ameingia kwenye skendo ya kutisha. Na si kwamba alipanga, ila kuna sensitivity fulani iliondoka kwa sababu ya kupuuza maisha ya maombi. Amen. Kwa hiyo unapoomba, maisha ya maombi yatakuondoa kwenye majaribu ambayo yana lengo la kukutendesha dhambi. Jambo lingine, kwa nini Mungu anakutaka uombe, anataka tuombe? Kwa sababu anataka atufungue macho yetu ya rohoni. Anataka tuanze kuona rohoni.
Muombaji yoyote ni mwonaji. Huwezi kuwa muombaji na ukabaki kipofu rohoni. Haiwezekani. Utaanza kuona vitu. Utaanza kuona maisha ya watu wa karibu ambao Mungu anataka uyaone. Utaona. Unaweza ukafichwa kwa muda fulani, lakini Mungu atafungua macho yako. Utaanza kuona vitu vinavyoendelea kwa watoto wako. Unaweza usione kwa maono moja kwa moja, lakini kuna namna tu Mungu atatengeneza mazingira, utagundua vitu ambavyo hawakuwa na mpango wa kukwambia, lakini utavidaka rohoni, kwa sababu maisha kwanza ni ya rohoni. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa maombi, macho yako yatafunguka. Kwa hiyo usije ukaanza kuwa na kiburi kwa sababu kuna vitu unaona. Ukiomba utaona, kwa sababu kila mtu ana macho ya rohoni, ila yanakuwa yamefumbwa. Yaani kama unavyoona haya macho yako, macho ya rohoni. Kama unavyoona haya masikio yako, masikio ya rohoni. Kama unavyoona hisia, ziko hisia za rohoni. Kila unachokiona nje kina upande wa rohoni. Unajua sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sasa Mungu ana mikono. Mkono wa Bwana si mzito hata usiweze kuokoa. Maana yake Mungu rohoni ana mikono. Mungu ana miguu. Mbinguni ni kiti cha kuketi, duniani mahali pa kuweka miguu. Mungu ana macho. Macho ya Bwana huzunguka kila mahali. Mungu ana masikio. Sikio la Bwana si zito. Mungu ana uso wako usipoenda na mimi. Kwa unagundua rohoni kuna vitu vyote ulivyo navyo mwilini. Wewe roho yako ina macho, roho yako ina masikio, roho yako ina mikono, roho yako ina miguu, na hivyo vitu vyote vinafanya kazi. Kwa kadri unavyoanza kuomba, ule utu wako wa rohoni utaanza kuwa sensitive. Utaanza kuona rohoni, utaanza kuhisi rohoni, utaanza kusikia rohoni, na utaanza kudaka taarifa za rohoni. Kwa maombi yanatufungua macho yetu. Mungu hataki twende kama vipofu. Mambo yanatokea ghafla, yaani una taarifa jambo limetokea. Haipasi kuwa hivyo. Tunapaswa kupata taarifa, na sio tu kupata taarifa, kushiriki katika maamuzi ya vitu ambavyo Mungu anafanya huku duniani. Kila jambo ambalo Mungu anataka kufanya, Mungu ana tabia ya kuwahabarisha watu wake. Lakini usipokaa kwenye maisha ya maombi, hautadaka habari za mbinguni, hautadaka taarifa ambazo Mungu anataka azifanye huku duniani. Amen. Kwa hiyo kwa nini maombi? Kwa sababu Mungu anataka atufumbue macho yetu tuweze kuona mambo ya rohoni. Jambo linalofuata, kwa nini maombi? Mungu anataka tuombe kwa sababu anataka kutupa thawabu. Kutupa thawabu. Unapokuwa mtu wa maombi, kuna thawabu utaanza kukutana nazo. Kuna kibali utaanza kukutana nacho kisicho cha kawaida. Kibali. Utaanza kununua vitu kwa bei zisizo za kwake. Hicho ni kibali cha Mungu. Sio lazima kila kitu kinunue kwa bei yake. Kuna namna tu unaweza ukapata kibali cha Mungu kiasi ambacho mtu anauza kiwanja cha milioni 10, alafu anakuambia moyo wangu, na wapo wateja wa milioni 10, anakuambia moyo wangu umeniambia nikuuzie wewe kwa milioni 5. Unaambia sina hiyo. Anambia hata kama una moja, anza taratibu utamaliza. Anakutia moyo, wakati kibali cha Mungu kinafanya kazi kwa namna hiyo. Lakini hiki kibali moja namna kinaachiliwa ni kupitia maisha ya maombi. Unapokuwa na maisha ya maombi, utaanza kuona kibali. Amen. Kwa nini maombi? Namba inayofuata, ili Mungu anataka atupe utawala katika ulimwengu wa roho. Waombaji ni watawala. Waombaji ni watawala. Kwa unapoanza kuomba, himaya yako ya kiutawala itaanza kuongezeka. Unapoendelea itaongezeka. Kwa hiyo unataka kuwa mtawala kwenye ulimwengu wa roho, zingatia maisha ya maombi. Amen. Kwa nini maombi? Maombi yanaachilia utendaji wa malaika kwenye maisha ya mtu. Maombi yanaachilia utendaji wa malaika kwenye maisha ya mtu. Malaika ni viumbe ambao wameumbwa ili kutusaidia huku duniani. Unapokuwa unaomba, una attract malaika, unavuta malaika
Maombi yanaachilia utendaji wa malaika. Malaika wanafanya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwenye Zaburi 103:20 na 21, anasema muhimidi Bwana enyi malaika zake, ninyi mliodali mtendao neno lake. Neno lake linatendwa wapi? Huku duniani. Anasema mkisikiza sauti ya neno lake. Sauti ya neno lake wanaisikilizia wapi? Kupitia sauti zetu waombaji. Tunapoomba tunaachilia sauti ya neno la Mungu, hasa mtu anayeomba akiwa na ufahamu wa neno. Kwa maana yake malaika wanafuatisha sauti, wanalitenda neno linaloachiliwa kupitia sauti ya neno la Mungu. Anasema muhimidini Bwana enyi majeshi yake, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Maana yake malaika wanafanya mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unapoomba mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, unawaruhusu malaika wayatende mapenzi ya Mungu. Amen. Kwa maombi kwa ajili ya utendaji wa malaika. Jambo linalofuata nataka nizungumze kidogo, zingatia yafuatayo kuhusiana na maombi. Unapoomba zingatia yafuatayo ili kuwa na maombi yenye mguso, yenye matokeo. Zingatia yafuatayo unapoomba. Namba 1, omba ukiwa unaijua nafasi yako katika Kristo. Omba ukiwa unajua wewe ni nani. Omba kama mtu anayejua yeye ni nani. Usiombe bila ufahamu, omba ukiwa na ufahamu. Nafasi yetu ni ipi ndani ya Kristo? Pamoja na Kristo. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Kwa muombaji ili awe na matokeo lazima awe na ufahamu ya kwamba ninajijua mimi ni nani. Sio anaomba kwa hofu. Usikubali maombi yako yakaongozwa na hofu. Maombi yako yasababishwe na kujua nafasi yako katika Kristo na kujua umuhimu wa maombi kama mtu wa Mungu. Tuna watu wengi sana maombi yao yanaongozwa na hofu zao. Anaogopa ndio maana anaomba. Ndio maana tuna wengi sana wanaomba kabla ya kulala ila waamki katikati ya usiku kuomba. Aombi serious. Kuna watu wengi sana anaomba very serious kabla alale kwa sababu anaogopa wachawi wanafanyaga kazi usiku. Kwa hiyo akilala bila kuomba inawezekana kuna kitu kitamtokea. Kwa hiyo lazima awafunge vizuri kabla ya kulala, awakemee, afu ndio alale. Ila asubuhi ana uhakika ameshaamka. Kwa anaondoka tu. Kwa wengi hawaombi kwa sababu ya ufahamu wa nafasi zao. Wengi wanaomba maombi ya hofu. Ndio maana wengi akipata changamoto anaogopa. Kiumwa kidogo anaogopa, anaanza kuomba, anaanza kuwa serious na maombi. Kwa sababu anaumwa. Au akiambiwa na mtu wewe nitakumaliza wewe. Kuna wengi akiambiwa yani umalizi wiki utakuwa umekufa. Hiyo ni wiki ya mfungo. Wiki ya sabakavu. Sasa unagundua sasa huyu alikuwa hayo maombi yamesababishwa nini? Maombi yameongozwa na mchawi. Sio roho wa Mungu. Umeongozwa na mchawi au aliyekutisha. Wengi wanaomba kwa vitisho. Akiwa na matisho mengi anaomba sana. Haipasi kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kisha unaomba ukiwa unaijua nafasi yako. Omba ukiwa unaijua nafasi yako, kwa sababu maombi yenye matokeo sio maombi ya hofu. Unapoongoza, Mungu aongozi watu kwa hofu. Unapoomba sababu ya hofu na woga, hautaomba maombi ya matokeo. Ndio maana unakemea unaamini, afu baadaye kikirudi unakemea tena unaamini. Kwa mfano mtu ambaye anaombea safari kwa sababu ya hofu. Kuna watu akishajua anasafiri na basi wiki ijayo, hii wiki yote ni wiki ya hofu, yani sijui nitafika salama, basi zote anaamini zitafika salama isipokuwa ile atakayoichagua yeye. Kwa hata iombea wiki nzima, alafu na bado akipanda, akiingia tu akiketi anaomba, na bado njia nzima atakuwa anaomba huku anasaidia dereva kufunga breki. Anafika amechoka, sio uchovu wa safari, ni uchovu wa hofu. Kwa hofu haina matokeo. Lazima tuombe tukiwa tunajua nafasi zetu sisi ni akina nani. Amen. Namba 2, omba kwa Baba yako wa mbinguni. Omba kwa Baba yako. Biblia inasema wewe usalipo usali mbele
za baba yako. Hakikisha hauoni kitu chochote katikati yako na Mungu. Naelewana watu wa Mungu? Yaani unapoamua kuomba, hakikisha hauoni chochote katikati yako na Mungu. Unamuona Mungu mbele yako. Hauoni nguvu za giza, hauoni wachawi, hauoni anga jeusi, hauoni chochote, unaona Mungu. Ukiwa mpiga magoti kuomba, unaona. Biblia inasema wewe usalipo, usali ukishaingia kwenye chumba chako, usali mbele ya baba yako wa mbinguni. Na baba yako, hauoni mtakatifu Petro, mtakatifu nani, hauoni Bikira Mariamu katikati yako, unaona nani? Yes, kwa sababu Yesu alikwisha kupasua pazia la hekalu. Tunaweza kumwendea Baba moja kwa moja. Ndio maana maandiko yanasema ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Amen. Omba kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba inayofuata, omba ukiwa umeweka sahihi vipaumbele vyako vya maombi. Omba ukiwa ndani yako umeweka usahihi wa vipaumbele. Usahihi wa vipaumbele na maanisha nini? Mahusiano. Mahusiano ndio iwe kipaumbele chako namba moja cha maombi. Sio shida, sio uhitaji. Mwendee Mungu kwa mahusiano. Wakati unamwendea kwa mahusiano, unaweza kumwelezea shida yako. Maana yake unamtaka yeye. Unamtaka yeye. Alafu sawa na mahitaji, lakini kipaumbele cha maombi kiwe ni mahusiano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, omba ukiwa unazingatia uendelevu. Zingatia uendelevu katika maombi. Na hii ni muhimu, nitaisisitiza kidogo. Zingatia uendelevu. Matokeo ya maombi hayako kwanza kwenye kuomba tu, yako kwenye kuendelea kuomba. Watu wengi, nikiuliza watu wangapi huwa wanaomba, kila mtu hapa atanyoosha mkono huwa anaomba. Lakini nikianza kufuatilia uendelevu, utagundua kinachotukwamisha ni uendelevu. Wangapi huwa wanaomba? Wote tutanyosha mkono. Lakini nikisema wangapi tangu mwaka huu umeanza kila siku ameomba serious, mikono itapungua, itaanza kuwa michache. Wengi hawana uendelevu katika kuomba. Matokeo ya vitu vya Mungu huwa hayako kwenye kitu unachokitenda, yako kwenye uendelevu katika unachokitenda. Unataka kuona matokeo ya maombi yako. Unajua kama una uendelevu katika kuomba, unaweza ukafikiri maombi hayafanyi kazi kabisa. Unaomba unaacha, unaomba tena unaacha, unaomba unaacha, hautaona matokeo. Kwa hiyo, na usijali kwanza muda mrefu. Najua tuna mitazamo tofauti kwenye swala la maombi. Kuna wengine anafundisha, anamlazimisha mtu aombe muda mrefu. Sasa mwingine akipiga magoti, yani atasema nipambane leo lisaa lizima. Anaomba mpaka anafika mwisho, akicheki saa dakika 9:30. Anakata tamaa, anasema yani itakuwa kuna watu waliumbiwa maombi. Mimi huwa nawafundisha hivi: acha kwanza mambo ya muda, anza kwanza kuendelea. Ni kweli umepiga magoti, umeomba, zimeisha dakika 7 na unaona yani umemaliza, yani unajua hivi mwanakaaga muda wote huo. Kuna watu wanakuambia yani mimi nikipiga magoti kwenye uwepo wa Mungu masaa 7. Sasa Mungu wangu, hivi huyu anafanya nini masaa 7? Ambacho akwambii na huyo wa masaa 7, akuanzia masaa 7. Hajakwambia hicho, akuanzia masaa 7. Inawezekana alianzia hizo dakika 5, lakini aliendelea. Kwa hiyo umepiga magoti, zimeishia 10. Na unaona yani ukiendelea ni kama tu unaanza kuwaza maharage na nini. Inuka, kasome Biblia au fanya kingine. Alafu baadaye tena tenga muda, nenda tena omba. Zimeenda 10, haina shida, wewe usijali. Rudia tena, hata kama ukirudia mara 5 kwa siku haina shida. Zile 10 mara 5 zimekuwa 50, sio mbaya. Alafu usiache, kesho tena omba, kesho kutwa tena omba, kesho kutwa tena omba. Endelea. Ukiendelea utashangaa kuna wakati unakuja kuangalia hivi lisaa limeisha na hukujua. Ni kama vile mtu ambaye unaanza kuongea naye mara ya kwanza.
unapokuja kuongea na mtu mara ya kwanza mmeonana, alafu anakuambia huyu mtu unatakiwa ukae muongee naye masaa 4, utajiuliza sasa, utaanza unaitwa nani? Mimi naitwa Francis. Na wewe? Mimi naitwa nani fulani. Unatokea wapi? Unajua unachotafuta, angalau utafute kuna kakitu kana connect. Unatokea wapi? Natokea Kinyerezi. Na mimi natokea Kinyerezi. Sehemu gani? Unafahamu? Kwa hapo mmepata kakitu angalau ka kwanza. Ila kumaliza masaa itakuwa ngumu, mtaachana. Kesho mkikutana tayari mnapa kuanzia. Zatoka juzi. Hivi unaona kama kuna katukio Kinyerezi. Hivi unakumbuka Kinyerezi pale kulikuwa na tukio fulani? Nililiona. Unashangaa siku ya pili haitakuwa dakika chache, itaongezeka. Itafika mahali mkikutana mnakumbusha, aise tukaangalia kufanya na mambo mengine. Kwa nini? Mmeendelea. Kwa hiyo anza kuomba, naendelea kuomba. Usitishwe na waombaji wa masaa. Kuna watu wanamkwala, nasema yani masaa 12 nilishinda uweponi. Wewe unashangaa dakika 20 ni mtihani. Mimi nakutia moyo, anza na hizo ambazo unaziweza, ila cha muhimu endelea kila siku, tena na tena na tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zingatia uendelevu katika maombi. Zingatia uendelevu katika maombi. Kwa nini uendelevu ni muhimu? Mwendelezo unavuta roho. Mwendelezo katika jambo unaivuta roho ya lile jambo. Chochote ambacho utaendelea kukifanya, roho ya hicho kitu itakuingia. Hata uovu wote ukiendelea kuufanya, roho ya ule uovu unaingia. Unajua watu wengi anaweza akakosea mara ya kwanza na akuwa na nguvu sana inayomsukuma kukosea. Mara ya pili, ndio maana ukikosea mara ya kwanza jambo, mara ya pili ni rahisi kukosea lile jambo kuliko mara ya kwanza. Mara ya kwanza kukosea jambo lolote, kutenda dhambi yoyote, mara ya kwanza ni mpambano. Kuna mvutano huku ndani, kuna mvutano. Lakini ukifanikiwa kuitenda mara ya kwanza, mara ya pili mvutano unapungua kidogo, mpambano unapungua. Ukifanikiwa mara ya pili, mara ya tatu mpambano baada ya muda, sio mpambano, kuna kitu kinaanza kukudrive. Ni kama kuna kitu kinakuendesha ndani, kafanye. Maana yake sasa ile roho imesha kuingia ya hilo jambo, ya hiyo dhambi. Kwa hiyo inaanza kukuendesha. Mtafute mvuta sigara yoyote namna alivyoanza kuvuta sigara. Atakwambia nilivuta nikasema mbona mbaya, wakamwambia endelea tu utazoea. Alipoendelea, sio utazoea, roho itakuingia. Wale ambao wamejawahi kuonja gongo ni chungu. Gongo. Ngapi wameonja gongo? Au konyagi. Ni chungu, unajua inapita kwa tabu. Ni chungu, haina utamu wowote. Lakini kuna mtu anainywa kama kinywaji fresh, yani na akikikosa. Kwa nini? Mara ya kwanza hata yeye alipokunywa, inakuaje? Mbona wanaambia haina shida, endelea utazoea. Yani endelea, mwisho wa siku roho ya gongo itakuingia. Ikisha kuingia, itakuwa unaitafuta. Usipoipata unaitafuta. Hata bangi, aliyevuta bangi mara ya kwanza alikoa kifua, waambia hamna shida, endelea tena, maana roho itakuingia. Chochote unachokiendelea kinavuta roho, kinaivuta spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata maombi, asante, hata maombi yakiendelea, mwisho wa siku yatasababisha nini? Yatavuta ile roho ya maombi. Ghafla utashangaa, mwanzoni ulikuwa unajisukuma sana, unapambana sana, lakini kuna kitu kimekuingia. Unashangaa roho yako haiwezi tena kuacha kuomba. Kuna siku zingine inaweza ikatokea mimi nalala kabisa, labda umechoka sana mpaka asubuhi labda hujaomba. Yaani kuna namna roho yako unaanza kuiona roho yenyewe. Sio wewe unapanga, roho unasikia kabisa nakwambia, roho inaomba, roho inataka kuomba. Kwa hata kama kuna namna utaki, muombaji yote anaweza akawa shahidi wa hili jambo. Roho inakwambia kabisa mpaka utatenga nafasi uombe. Sasa hicho kitu hakitatokea mwanzo, kitatokea ukiweza kuendelea.
kwa sababu mwendelezo unavuta roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu? Kwa hiyo mwendelezo unaivuta roho. Hata utoaji ni hivyo hivyo. Unapokuwa na maisha ya maombi, unapokuwa muombaji, mtoaji, unapoendelea kutoa, roho ya utoaji itakuingia. Mwendelezo unavuta roho. Mwendelezo namba 2, unavunja vizuizi. Mwendelezo unavunja vizuizi. Mwendelezo unavunja vizuizi. Inawezekana kuna vizuizi vingi unakutana navyo kabla uombe, lakini utakapoanza kuendelea kuomba, vizuizi vitaanza kuvunjika. Ukweli ni kwamba mwanzoni unapoamua kuwa na maisha ya maombi kutakuwa na vizuizi, lakini ukiendelea vizuizi vitaanza kuvunjika. Na hata sio tu vya maombi, hata vya kifamilia. Namna sahihi ya kushinda roho zinazoitesa familia, kuondoa nguvu za kifamilia ni kuendelea. Na unajua moja ya upinzani mkubwa utaukuta kama kuna kitu cha kifamilia unakishughulikia, alafu maisha yako ya maombi ndio yanakifanyia kazi, ndio yanakishughulikia, utakutana na upinzani mkubwa sana kwenye eneo la maombi. Mkubwa sana. Ukutana upinzani mkubwa sana, endelea. Upinzani unaweza kuja aina nyingi tu. Mtu wako wa karibu anaweza akawa ndio, yani ulipokuwa huko serious na maombi, amani tupu, amani. Lakini ulipokuwa tu serious na maombi ndio anakuvuruga, unasema sasa au shetani ndio huwa ana sura hii. Kwa nini? Kuna kitu kimeanza kutokea. Wakati mwingine upinzani unaweza ukaja hata kwa ugonjwa. Wakati hauko serious na maombi, safi. Lakini unaanza kuwa serious na maombi, ndio ugonjwa unakuja. Ni rahisi kusema Mungu mwenyewe anajua. Endelea kuomba bila kujali upinzani. Hata kama upinzani ni ugonjwa, ninachokuambia mimi nakielewa. Kuna wakati umepanga mfungo wako wa 3 wa 7, alafu siku 3 kabla uanze mfungo unaanza kusikia kama viungo vimeanza kuuma hivi. Yaani labda mfungo ni Jumatatu, leo Ijumaa unaanza kusikia kama labda na mfungo wangu wa 7 bila kula, viungo kama vinauma. Jumamosi imezidi, Jumapili usiku unatetemeka, baridi, homa. Hiyo sio homa rafiki yangu, hiyo sio homa. Amnaga ugonjwa wenye akili. Yaani huo ugonjwa ambao unajua kabisa unataka kufunga unakuja, huo sio ugonjwa. Huo ni shambulio la rohoni. Kwa hiyo namna ya kufanya, funga. Nasema mtumishi, itakuwa funga. Mimi nishafunga naumwa mara nyingi, sio mara moja. Baadaye shetani ameona ngoja niachane na huyu jamaa kwenye hilo eneo. Mara nyingi unaumwa serious, au katikati ya mfungo mrefu, katikati ya mfungo wa siku 21, katikati. Kuna wakati miaka kama 6 iliyopita nilikuwa na mfungo wa siku 21. Katikati siku ya 14, 13, 14 nikaanza kuumwa very serious. Alafu nilikuwa nahubiri mahali. Nilipoenda kuwa nahubiri nikawa naambia yule mchungaji, nataka niwe nahubiri tu muda mfupi, lisali moja. Hanielewi. Anataka nihubiri muda mrefu. Nikamwambia ni kwa sababu fulani. Unajua akaniambia sasa, yani mtumishi, una mfungo mrefu hivi? Tumezika juzi mchungaji ambaye alikuwa ana mfungo wa siku 14, mimi ninayo wa 21. Tumemzika juzi, alafu aliumwa. Na mimi ni bahati mbaya nilimwambia, yani niko serious na umwa hapa. Akasema, mtumishi wa Mungu, Mungu akusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Maana yake hilo ni shambulio. Hilo ni shambulio. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na imani kuliko hicho unachokisikia. Mwendelezo unavunja vizuizi. Naeleweka watu wa Mungu? Mwendelezo unakupandisha viwango. Mwendelezo unakupandisha viwango vya kimatokeo. Kama jambo unaomba alafu unakutana na upinzani mwingi, ukiweza kuendelea baada ya kuvuka huo upinzani,
utakuwa umepanda kiwango, hautakuwa yule tena. Ukishindwa, maana yake unaweza ukajikuta unarudia darasa. Mungu harushi darasa. Ukishindwa, labda unasikia kabisa Roho Mtakatifu amekwambia funga siku 7 au siku 3, kabisa umehakikisha ni Roho Mtakatifu amekwambia funga siku 3 kavu, alafu ukaanza siku ya kwanza, siku ya pili yakatokea mavitu ukashindwa, ukaishia katikati, haina shida. Ni kama tu mtoto amefeli mtihani wa darasa la pili. Haufukuzi shule, Mungu hafukuzi shule. Utarudia tu darasa la pili. Alafu utashangaa baada ya muda Mungu tena anakuambia funga siku 3. Hizo sio nyingine, ni zile uko pale pale ujue. Kwa hiyo vizuizi vikija vishinde, kwa sababu ukivishindwa utaendelea tu kuwepo hapo. Hatuami madarasa ya kiroho kwa sababu ya muda, tunaama madarasa ya kiroho kwa sababu ya kushinda. Amen. Biblia inasema yeye ashindaye nitampa. Kwa mwendelezo unavunja vizuizi, mwendelezo unakupandisha viwango, mwendelezo unajenga madhabahu. Unataka maombi yako yawe kama madhabahu, omba na endelea kuomba. Madhabahu ndiko mahali Mungu anakutana na wanadamu. Mungu anakutana na watu. Utaanza kuhudumia watu wengine wataanza kusaidika kupitia maisha yako, baada ya kuwa kuna madhabahu kwenye maisha yako. Namna ya kuimarisha madhabahu ya maisha yako ni maombi ya mwendelezo. Maombi ya mwendelezo. Kwa hiyo mwendelezo unasababisha unajenga madhabahu. Kwa hiyo unataka kuwa madhabahu inayoishi. Yaani unajua kuna watu wana changamoto, alafu unazungumza nao. Baada ya kukutana na wewe na kuzungumza nao, maisha yake yamebadilika. Anasema nilivuka changamoto fulani baada ya kukutana na wewe, tulipozungumza, tulipokaa tukaomba wote, jambo ambalo nimeliombea muda mrefu, Mungu akanivusha. Kilichohudumia nini? Madhabahu imara ya maisha yako. Kwa sababu Mungu anafanya kazi na madhabahu. Mwendelezo unaimarisha madhabahu yako. Amen. Mwendelezo unakujenga kitabia, unajenga tabia. Mwendelezo unajenga tabia. Jambo lote ukiendelea kulifanya litakuwa ni tabia yako. Kwa unapoendelea kuomba itakuwa ni tabia yako. Amen. Mwendelezo unaonyesha ya kwamba umeimudu hiyo kanuni. Kwa hiyo zingatia mwendelezo. Jambo lingine, unapoomba husisha moyo wako wote unapokuwa kwenye maombi. Husisha moyo wako wote. Husisha moyo wako wote unapokuwa kwenye maombi. Wote. Hakikisha au divide attention. Kwa utakapoomba hakikisha kila kitu chako uko hapa. Kwa kama ulikuwa unapika maharage, hakikisha umeipua basi hayo maharage. Sio unaingia kuomba wakati maharage yanachemka. Kwa moyo wako utakuwa kule kwenye maharage na huko. Hakikisha unahusisha moyo wako wote. Kama kuna simu, ondoa sauti ikiwezekana. Maana ukishasikia ka vibration, ni kweli utaishika, lakini itakuwa nini? Au ni hela imeingia au nini? Kwa ili kuondoa hiyo shida, ondoa sauti, zima simu. Unapoamua kuomba kwa userious, husisha moyo wako wote. Namba inayofuata, jifunze kuomba kwa muda mrefu. Jifunze pia kuomba kwa muda mrefu. Jifunze kuomba kwa muda mrefu. Namba inayofuata, jifunze mifungo. Ongezea mifungo kwenye maisha yako ya maombi. Ongezea nini? Mifungo kwenye maisha yako ya maombi. Weka mifungo kwenye maisha ya maombi. Unapofunga unakuwa imara zaidi. Unapofunga unakuwa imara zaidi kwenye maisha yako ya maombi. Kuongeza mifungo. Mifungo inakuimarisha. Mifungo haikufanyi dhaifu. Mtu wa Mungu, usikubali elimu ya dunia ikakushika kiasi hicho. Sasa ukifunga sana utaumwa vidonda vya tumbo. Mimi ningekuwa na vidonda vya tumbo. Mimi ningekuwa navyo.
kabisa, nakwambia mimi ningekuwa navyo kama mifungo. Vidonda vya tumbo vinaletwa na hayo mauchungu, hayo mawazo, hayo viletu na mfungo. Biblia inasema wazi, anayefunga afya yake itamrejea mara. Kimsingi ukidaka, kuna ufunuo ukiudaka, hata ukifunga ukondi kuna ufunuo. Biblia inasema chakula akinisaidii kitu wala akinipunguzi kitu. Kula akunipunguzi kitu wala akuniongezei kitu. Kwa kuna kaufunuo kikaelewa vizuri kwa neno la Mungu, unaweza ukashangaa hata unafunga ufanye nini? Haukondi kabisa. Kwa hiyo usije ukaona mtu mnene ukafikia afungagi yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongeza na mifungo. Hautakufa kwa kufunga. Unafunga masaa 12, jifunze kwenda ikiwezekana masaa 24. Unataka breakthrough za maombi, anza maombi yaliyozidi level. Nenda masaa 24. Hautakufa kwa kutokula masaa 24, na kuhakikishia hauwezi kufa. Hauwezi kufa kwa kufunga siku 3 za bila kula. Haiwezekani. Hakuna mtu anakufa kwa kufunga siku 3. Hakuna mtu anafunga kwa kufunga siku 7. Ila tu kutokula siku 7 hakuwezi kumuua mtu, isipokuwa maji. Hakisha unakunywa maji unapoanza mifungo mirefu. Yaani ushauri wangu, ikishazidi siku 3 kunywa maji, kwa sababu hata Yesu siku 40 alifunga bila kula, sio bila kunywa. Yesu siku 40 alifunga bila kula, sio bila kunywa. Kwa hiyo unapofunga muda mrefu hakikisha unatumia maji ya kutosha na hautakufa. Kimsingi unapofunga afya yako itakuwa imara zaidi. Kwa kwenye maombi yako ongeza mifungo. Anza kuwa na mifungo endelevu. Utaona mipenyo mingi kwenye maisha yako. Sasa sitaki kuongea sana kwa sababu nataka baada ya dakika kama 5 hivi tupate muda kidogo wa kuomba. Namba inayofuata, maisha yako ya maombi yakuwe pamoja na maisha yako ya neno la Mungu. Maisha yako ya maombi yakuwe pamoja na maisha yako ya neno la Mungu. Usiache neno la Mungu nyuma unapoomba. Akisha unaomba na neno, ili usije ukaibuka na kitu kingine. Unajua unapoomba, hasa unapoomba na kufunga sana, unakuwa exposed rohoni. Yaani unaingia rohoni. Na ngoja niseme kidogo, unapofunga mifungo mirefu unaenda rohoni. Yaani unakuwa exposed rohoni. Na uko rohoni ni rohoni tu. Yaani ni rohoni tu. Haimaanishi ni kwa Mungu au kwa shetani, ni upande wa pili wa ulimwengu ambao kunaitwa rohoni. Ambako huko ndiko kuna nguvu za giza, huko ndiko kuna shetani, kuna falme, mamlaka za giza, lakini huko rohoni pia ndiko ambako kuna nguvu za Mungu. Sasa ukifunga unaingia rohoni. Kinachoamua umeenda rohoni upande upi ni neno la Mungu. Ndio maana kuna watu wamefunga wametoka na roho chafu wengi tu. Hujawahi kusikia mtu amefunga? Kuna wakati nilisikia mtu mmoja amefunga muda mrefu, siku 14, ametoka kwenye mfungo, anasema Mungu ameniambia huyu mke niliye naye ambao ameshakaa miaka, wana watoto 5, sio mke wangu. Kwa mke wangu ni yule pale ambaye ni mke wa mzee wa kanisa, wana watoto 4. Na ameipatia kwenye mfungo. Kuna binti moja alifunga Uganda hapo. Alifunga muda mrefu. Akarudi anasema Mungu ameniambia maji yanaenda kukauka duniani. Kwa hata hili ziwa Victoria linaenda kukauka. Kwa hiyo Mungu amesema tuanze kuhifadhi maji. Na akaanza yeye, kwa mfano alikuwa mwanachuo Uganda, akaanza kuhifadhi maji. Yaani kila kitu kinachoweza kubeba maji alikuwa anahifadhi maji. Kwa anaokota chupa hizi, anaenda anachota maji, anahifadhi. Bwana ameniambia maji yataisha. Alafu akihifadhi kwenye chupa, yani hadi mfuniko anaufungua, anajaza chupa, anaweka na mfuniko anaujaza. Unagundua kichaa amekaribia. Nimekutana na watu ambao wamechanganyikiwa
kwenye mifungo, amechanganyikiwa. Wengi mimi nimekutana nao wengi kabisa. Sasa sio mfungo mbaya, alienda bila neno, akakutana na ulimwengu wa roho giza, kwa sababu hana direction, hana uelekeo. Ndio maana Yesu alipofunga siku 40, Biblia inasema Ibilisi kwanza, kabla Yesu hajashuka na nguvu za Mungu, alijiwa na Ibilisi. Na Ibilisi alivyomjia, usije ukafikiri alikuja kama zile movie tunazoona joka linamjia. Nani atakubali sauti ya nyoka? Joka linamjia, anamwambia ikiwa ndio mwana wa Mungu geuza mawe yawe mkate. Lilikuja sauti ambayo kama angekuwa hana neno, angefikiri ni Mungu anazungumza na yeye. Inamwambia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu geuza mawe yawe mkate, kwa sababu uwezo unao. Na ni ushauri mzuri, si una njaa? Si mawe yanakuwa mkate, unakula unashiba. Si Mungu amekupa uwezo? Ushauri mzuri kabisa, lakini umetoka kwenye kinywa cha adui. Aliposema imeandikwa, shetani akagundua kumbe swala ni andiko. Anasema jitupe, imeandikwa. Kwa sio kila anayekoti andiko ni wa Mungu. Kwa shetani naye akalikoti. Sasa nini kilimuokoa Yesu? Neno. Kwa maisha yako ya maombi yasiache nyuma neno la Mungu. Ningekuwa na nafasi ningeelezea, lakini ukweli ni kwamba neno la Mungu ndio linakusaidia ubaki kwenye focus ya Mungu. Kwa sababu ukweli ni kwamba hata wachawi wanafunga. Wachawi wanafunga kabisa. Ndio kuona ushuhuda wa mchawi mmoja, anasema alikuwa anafunga siku 300 mwaka mzima, siku 365. Kila siku anafunga, anafungua jioni. Sasa huyu akute Mkristo anayekula siku 365. Cha moto kitamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Nimalizie kwa kusema tahadhari katika maombi. Tahadhari katika maombi. Namba 1, maombi hayachukui nafasi ya Mungu. Maombi yako hayachukui nafasi ya Mungu. Kwa hiyo maombi yako yakijibiwa, usisifie maombi yako, msifie Mungu, mtukuze Mungu. Kuna watu wakijibiwa maombi baada ya kufunga siku 3, akija kushuhudia anasema yani 3 kavu, sio za mchezo. Mtu wa Mungu, sio 3 kavu, ni Mungu. Kwa hiyo usisifie 3 kavu zako. Kwa hiyo maombi yakijibiwa, usisifie maombi yako, bado msifu Mungu, mtukuze Mungu. Kwa maombi hayachukui nafasi ya Mungu, hakisha mara zote unamtukuza Mungu. Lakini pia maombi hayachukui nafasi ya Mungu. Kwa hiyo hata kama hayajajibiwa, Mungu anabaki kuwa Mungu. Kwa hiyo usimpime Mungu kwa Mungu apimwi na kujibu maombi yako. Mungu ni Mungu hata asipojibu maombi yako. Kuna waombaji wanamtisha Mungu, ninafunga siku 7, Mungu usiponipa mume mimi nitaolewa na yoyote. Kaolewe na yoyote, Mungu atabaki kuwa Mungu. Usimtishe, mwaka huu nisipoolewa mimi naacha wokovu. Acha wokovu. Kuna watu ambao hatuna mpango wa kuuacha, amejibu au hatajibu. Usimtishe Mungu na maombi yako. Mungu anabaki kuwa Mungu hata kama hatajibu kama tulivyomwomba. Amen. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana tunapoomba tuelewe. Namba 2, tunapoomba kwa Mungu, yeye ndio anapaswa kuwa kiini cha maombi yetu, na sio maombi yetu kuwa kiini cha kuomba kwetu. Nikieleza utanielewa. Unapoomba hakikisha focus yako iko ni Mungu. Kuna watu wanaomba focus yake ni masaa aliomba. Masaa ili akimaliza atuambie aliomba masaa mangapi. Wakati yani atatafuta namna yoyote katika maongezi, lazima akwambie. Hata kama maongezi hayahusiani, au focus yake ni mfungo aliomba mrefu, kama amefunga siku kadhaa, yani lazima yani unajua usinione hivi. Yani ujue maombi ni kazi. Yani anatafuta njia ya kukwambia yuko kwenye mfungo wa siku 7. Unajua kuomba sio kitu rahisi. Anatafuta njia ya usiondoe focus yako. Wakati unaomba focus yako ibaki kwa nani? Kwa Mungu, na sio kwenye maombi yako. Namba 3, maombi hayakukuzi na kukutukuza wewe, bali yanamdhihirisha na kumtukuza Mungu wako. So siku zote hakikisha unabaki mnyenyekevu.
Maombi hayakukuzi wewe kwa maana ya kukufanya uonekane superior kuliko wengine. Hakikisha unabaki mnyenyekevu. Hapa pointi yangu ni kwamba jiepushe na kiburi cha waombaji. Kiburi cha waombaji. Yaani bila sisi lile kanisa haliendi. Yaani sisi waombaji ndio tunalibeba kanisa. Hicho ni kiburi. Maombi ya kutukuzi wewe. Au anadharau watu wengine kwa sababu amewapima. Yule hamna kitu. Sisi yule anajipimisha yeye. Na maombi ya muombaji yoyote ambaye amemaanisha, kwa kadri nilichogundua ni kwamba kwa kadri ambavyo unamkaribia Mungu kwa kumaanisha, ndio kwa kadri ambavyo utaendelea kuwa mnyenyekevu. Ukiona kuna kiburi kinainuka, au muendei Mungu kwa usahihi. Kwa sababu moja ya kitu Mungu atashughulika nacho kila unapomwendea ni kiburi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, hata kama tunaomba, tumaini letu halipaswi kuwa kwenye maombi, bali linapaswa kuwa kwa Mungu ajibuye maombi. Tumaini letu linapaswa kuwa kwa Mungu anayejibu maombi na sio kwenye maombi yetu. Ninamaanisha nini? Kuna wakati hautapata nafasi ya kuombea jambo kwa namna ambavyo ulitarajia, au kawa umeliovaluku jambo ukuliombea. Kwa hiyo usije ukasema kwa kuwa sijaliombea hili jambo basi tena. Baki unamtumaini Mungu. Yaani inaweza ikatokea, inawezekana ni kawaida yako kabla ya kusafiri upate masaa kadhaa ya kuomba kwa ajili ya safari. Inaweza ikatokea hujaiombea hiyo safari. Kwa hiyo basi nilishaisha, yani ndio naenda nasafiri bila kuiombea safari. Bado ubaki unamtumaini Mungu. Amen. Kama mimi ni mhubiri, kuna wakati inaweza ikatokea nina lazimika kuhubiri, sikupata nafasi ya kutosha ya kuomba, kujiandaa. Sasa sipasi kusema yani kwa kuwa sijaomba, yani siwezi kabisa. Bado natakiwa kubaki na mtumaini. Ukiomba mtumaini Mungu. Hata ikitokea hujaomba, bado baki unamtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri. Jambo lingine, na hili ni la mwisho. Maombi jambo la mwisho. Maombi hayatulindi. Jambo la mwisho. Maombi ni lengo la maombi ni matokeo. Lengo la maombi ni matokeo na sio tu kuomba. Kwa hiyo wakati unaomba, hakikisha unazingatia matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeeleweka vizuri? Lengo la maombi ni matokeo. Kwa wakati unaomba, hakikisha unazingatia matokeo na sio tu maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hitimisho. Huwezi kuwa na matokeo katika maombi bila msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili kuzalisha matokeo kwenye maisha ya maombi. Kwa hiyo nataka kwa dakika kama 5 kila mmoja amwombe Mungu, amwambie Roho Mtakatifu, ninakuhitaji kwenye maisha ya maombi. Alafu hivi ambavyo tumejifunza, akisha unaenda kuviwekea matendo, na utakapofanya hivyo utaanza kuona matokeo kwenye maisha yako ya maombi. Amen. Naomba usimame. Naomba usimame, alafu upate muda wa dakika 5 za kumwomba Mungu. Mwambie Mungu, nijaze roho ya maombi na maisha yangu yajae maombi kama ambavyo umelileta neno lako. Kila mmoja inua mikono yako. Nitaongoza tu maombi kwa ufupi, alafu nitakupa nafasi ya kuomba na tutakuwa tunaishia hapo. Inua tu mikono yako. Biblia inasema wazi ya kwamba Biblia inasema
nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kwa maana yake kuna roho inaitwa roho ya neema na kuomba. Maana yake kuna roho inaweza ikamuingia mtu, alafu yule mtu akaanza kuwa na maisha ya maombi. Ile roho ikaanza kumsaidia kuomba. Kwa hiyo kwa dakika chache tutamwambia Mungu, Roho Mtakatifu nijaze roho ya neema na kuomba. Inua mikono yako juu, sema Mungu Baba, asante kwa neno lako na kile ambacho umezungumza na mimi. Ninaomba unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Ninaomba unirehemu mahali ambapo sikufanya kwa usahihi, na leo umeniletea neno lako, utanisaidia kuwa na maisha ya maombi. Na Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa neema na kuomba aje juu yangu sasa na kunisaidia kwenye eneo la maombi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, unijaze na nguvu zako, nguvu za kuomba na kuyaishi haya niliyojifunza katika jina la Yesu. Inua sauti yako, muombe Mungu. Mwambie Mungu, nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Unapomaanisha, hiyo roho itakuja juu yako na itakusaidia kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Nijaze roho wa neema na kuomba na unisaidie kuwa na maisha ya maombi. Mungu mwaminifu, kila ambaye anamaanisha kwa dakika hizi chache, kila ambaye amemaanisha, msaidie kuwa na maisha ya maombi. Umjaze roho wa neema na kuomba na umsaidie kuwa na maisha ya maombi. Umjaze roho wa neema na kuomba na umsaidie kuwa na maisha ya maombi kwa jina la Yesu Kristo aliye. Kila vizuizi katika maombi, kila vizuizi vya maombi, kila nguvu iliyokuwa inazuia maisha ya maombi ya watu wa Mungu, ninaikemea katika jina la Yesu. Ninaruhusu msaada wa Roho Mtakatifu. 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 Ninaruhusu msaada wa Roho Mtakatifu kwa kila aliyemaanisha, kwa kila ambaye amefanya maamuzi kuwa na maisha ya maombi. Apokee msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu. Pokea neema ya kukaa kwenye maombi. Wewe ambao ulikuwa huwezi kufunga, upokee neema ya mifungo, neema ya kumtafuta Mungu katika jina la Yesu. Katika